Kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma leo tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025 imetembelea katika mradi wa ujenzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi mkoani Mwanza, ikiwa ni katika kujionea maendeleo ya mradi huo unaotarajiwa kukamilika hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Augustine Hall ameonyesha kuridhishwa na maendeleo ya mradi huo na kukiri kwamba kazi iliyofanyika ni kazi ya kuridhisha, huku akieleza namna ambavyo wananchi watanufaika na mradi huo. Hii ni News Update Media. Kimsingi daraja ambalo ni la kilomita takriban 3.2 na ni mradi ambao thamani yake ni jumla yake kamilika ni bilioni 610. Mradi ambao kwa sasa tumeshuhudia kwamba umefika 97%. Kwanza hii ni mara ya 3 tunakagua mradi huu, na tulikuwa tunakuja kukagua, tuanza mwanzoni tukaja katikati, na hapa tumekuja mradi na tunafika mwishoni. Kwa kweli ni mradi ambao ukiuona kwanza ni kweli uko 97%, kwa sababu hapa ikitokea dharura magari yanaweza kuvuka tu kupitia daraja hili. Zibaki tu zile marking na kukamilisha vitu vidogo vidogo kwa ajili ya magari kuanza kupita. Na nategemea tarehe 30 mwezi Aprili, manake mwezi ujao, daraja litakuwa limekamilika kwa ajili ya matumizi kabisa. Kwa naamini serikali itaweka utaratibu mzuri wa namna ya uzinduzi wa daraja ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaanza kutumia daraja hili. Kwa hiyo ni daraja la kipekee, daraja ambalo linakuja kuwasaidia wananchi hasa ambao ni watumiaji wa barabara hii, ambao mara nyingi wamepata changamoto kubwa sana na vivuko hivi. Walikuwa wanatumia zaidi ya masaa mawili kwa ajili ya kuvusha vivuko, na hiyo ni wastani, wakati mwingine masaa mawili ilikuwa nazidi. Lakini sasa hivi watatumia takriban dakika 3 tu ukiwa na gari lako kuvuka hapa. Zamani ilikuwa, nakumbuka, wagonjwa unatoka na mgonjwa mahututi mikoa ya Kigoma huko, umetoka Kagera, unakuja hapa mgonjwa yuko mahututi kwenye ambulance, anasubiri masaa 3 ndio avushwe kwenda kuwaishwa kwenda Buganda kwa ajili ya referral. Lakini pia watu wanawahi ndege, wanaosafirisha bidhaa mbalimbali walazimika kukaa hapa kwenye kivuko zaidi ya masaa 2 mpaka 3. Sasa hivi watavuka kwa dakika 3. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba daraja hili litaleta mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi, na kimsingi inavutia, ni sehemu ya utalii, kwa sababu kwa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati daraja hili halipo, na kwa Afrika nzima ni daraja zuri na refu la 6 Afrika nzima. Kwa hiyo tunaamini watakuja watu wengi sana kujifunza huu mradi serikali imeweza kufanikisha namna gani. Kwa kwanza nipende kuipongeza serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli wakati anapata nafasi ya rais, huu mradi ulikuwa bado uko chini. Ulianzishwa na mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli, lakini kwa bahati mbaya Mungu akamchukua. Alivyokuja Dr. Samia Suluhu Hassan, huu mradi ulikuwa uko chini, lakini ametoa fedha nyingi sana na kuhakikisha kwamba mradi huu umesonga mpaka huko 97%. Wakati ule ulikuwa asilimia ngapi? Ilikuwa 20 na kitu. Ilikuwa chini ya 30% wakati Mama Samia anachukua. Kwa hiyo amejenga zaidi ya 60%. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 imefanya. Haya mambo hayapatikani popote duniani. Miradi kama hii ndio maana tangu uhuru unatokea ilikuwa inaogopa kuguswa, kwa sababu inakula hela nyingi. Zaidi ya bilioni 500, nusu trilioni imeshatolewa. Na mradi wote huu ni bilioni 610 jumla yake mpaka malipo ya mwisho. Kwa hiyo kwa kweli nipende kuipongeza serikali kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanya kuanzia wazo lakini na utekelezaji, lakini pia niwapongeze Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa ujumla kwa usimamizi thabiti wa karibu ambao kuhakikisha kwamba tunapata daraja hili la kisasa na kimataifa ambalo imeandika historia katika nchi yetu. La yangu ni kwamba hii 3% iliyobaki TANROADS wataendelea kusimamia kuhakikisha kwamba inakamilika, lakini pia watalitunza daraja hili, maana itakuwa chini yao, kwa maana ya kufanya maintenance ili litumike leo na vizazi vijavyo. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Mary Francis Masanja, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Mwanza na ni makamu mwenyekiti wa kamati ya PIC. Leo nimefurahi sana, nilikuwa pamoja na kamati yetu ya PIC, tumekuja kutembelea daraja la JPM ambalo liko Kigongo pamoja na Busisi. Nichukue nafasi hii
kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imeweza kutekeleza mradi huu, na leo tulivyotembelea tumepewa taarifa ya kwamba mradi huu umefikisha 97%. Tunaishukuru sana serikali, lakini wana Mwanza, hususan sisi wasemaji wa Mwanza, nikiwa kama mbunge wa makundi maalum, ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais. Natambua ya kwamba daraja hili linaenda kuokoa vifo vya mama na mtoto. Hawa kina mama walikuwa wanakimbizwa kwenda Bugando kwenda kujifungua, watachukua masaa 6-7 wanasubiri kivuko, lakini leo hii ni dakika 1-2 wameshavuka, na watawaisha wazazi na watoto wataokolewa, na usalama wa mama na mtoto utapatikana. Sisi tunafurahi sana wana Mwanza, na tunaipongeza serikali ya awamu ya 6, lakini ninachoomba tu ndugu zangu wana Mwanza, daraja hili likikamilika tulitunze, tulienzi, maana huu ni urithi wa Tanzania kwa ujumla na dunia kwa ujumla. Kwa majina naitwa Mhandisi Ambrose Pasco, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Mwanza. Kama tulivyotoa taarifa yetu ya awali kule ofisini, ni kwamba sisi sasa hivi tuko hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wa daraja hili la Kigongo Busisi. Na kama mnavyoona sasa hivi ni lami, na karibuni mwezi wa 4 tutaanza kuruhusu magari. Kuanzia katikati ya mwezi wa 4 tunawathibitishia wananchi kwamba tutaruhusu magari yapite katika daraja hili. Na ninyi wenyewe ni mashuhuda, sasa hivi tuko hatua za mwisho za matengenezo, na tunafunga sasa hivi kama mnavyoona taa pamoja na guardrail na handrails. Kwa hiyo hizi ni za hatua za mwisho kabisa, na kumaki kuweka alama za barabara. Kama mnavyojua upande mmoja wa barabara unaruhusu magari 3, upande huu na upande ule wa pili. Kwa hiyo lazima tumaki, ndio hatua ambazo tumebakiza, ambazo mimi ni imani yangu kwamba kufika mwezi wa 4 mwishoni magari yataruhusiwa pande zote mbili. Isipokuwa upande huu mmoja tumepanga turuhusu katikati ya mwezi ujao wa 4, kwa sababu ya changamoto za feri ambazo zinatokana na magugu kusababisha injini za feri zinaharibika mara kwa mara. Kwa hiyo tuko radhi sasa kukamilisha hapa, tunafanya usiku na mchana ili turuhusu sasa rasmi magari kutumia upande huu uliokamilika. Nawashukuruni sana. Wito wangu bwana, kwanza kwa wananchi wote, tushirikiane kulinda miundombinu hii ambayo inawekezwa na serikali kwa gharama kubwa. Kwa hiyo sisi tu mawakala, yule yote tukayeona anafanya kuharibu miundombinu yetu, ni vizuri tusimame kwa pamoja tukemee jambo hilo. Na niombe Watanzania wote tujali mali za umma tunazozijenga. Hizi ni kodi zetu, kwa hiyo ni vizuri sasa tuzilinde ili zitufikishe mahali panapostahili kulingana na makadirio na design ya daraja hili na miundombinu mingine yote. Tunaita main bridge, ina mita 520, na sehemu ambayo hatujaweka lami ni kipande hicho cha mita 520 ambacho ni pande zote mbili, kushoto na kulia. Lakini kwenye ule mpango ambao tumesema tukifanikiwa mpaka ikifika katikati ya April tutakuwa tumemaliza tayari hiyo lami. Hiyo lami tunatarajia kuanza leo mchana. Tuifanye hiyo lami iwe kama hapa. Kwa hiyo tu connect daraja zima kilomita 3 na lami, tukijumlisha na kule kilomita 1 na mita 160 upande wa Kigongo, na upande wa Busisi ni mita 500, ambazo kule pia tumeshaweka lami bado mita 100 tu. Kwa maana hiyo tunatarajia kuconnect upande huu wote wa kulia mpaka hiyo ifikapo April katikati. Mimi kwa jina naitwa Juma Matoto. Ni mkazi wa hapa Kigongo Feri. Ila changamoto kuhusu usafiri wa hapa ulikuwa unatupa shida kama feri. Ila sasa hivi tunatarajia daraja likianza kazi tutafurahia sana, kwa sababu kwa imetukwamishia mambo yetu mengi. Kwa sababu shughuli nyingi tunazitegemea kutoka kule Busisi. Watu wana abiria sana kama abiria walikuwa wanahangaika sana.